Allah anasema, anatuamrisha tuchukue tahadhari na vitimbi vya shaitani. Wa imma yanzaghannaka shaitanu nazghun wa imma yanzaghannaka mina shaitani nazghun. Akikushawishi shaitani kwa aina ya ushawishi wake, fasta'idh billahi, kimbilia kutaka ulinzi kwa Allah. Innahu samiun alim, Allah ni mwenye kusikia na anajua kila kitu. Tulisoma habari ya isti'adha kwa upana sana tulipoanza tafsiri mwanzo, kwamba shaitani ana uzoefu wa muda mrefu, alafu si mjinga, ni msomi, ana ilmu ya kutosha, na katika ulimwengu huu hakuna anayemweza shaitani ila aliyemuumba shaitani. Kwa hiyo ukizembea katika upande wa kumtegemea Rahmani, usalimiki na ushawishi wa shaitani. Kwa hiyo sura yetu hii, baada ya kupitia visa vingi vya mitume, vituko walivyopambana navyo mitume kwa watu waliomilikiwa na shaitani, mwisho Allah anafungia kutuambia tuwe na tahadhari na umakini. Dakika za kuishi duniani ni chache. Akifanikiwa shaitani kukuharibia kwenye hizo dakika zako, wewe una hasara ya milele. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun. Ikiwa atakushawishi kwa aina yoyote ya ushawishi shaitani, fasta'idh billahi, kimbilia kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake, wa imma yusibannaka ya Muhammadun ta'ifun minash shaitani, ikiwa atakusibu shaitani ewe Muhammad, na Allah kasema minash shaitani kwa sababu mashaitani ni wengi. Tumepita katika suratul An'am, aya inasema shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini huwa wanapeana maelekezo ya udanganyifu wenyewe kwa wenyewe. Nini tufanye? Huyu tutamharibu vipi? Tutampotoa vipi? Anajifanya akanyooka. Kwa hiyo kila ukijifanya umenyooka, na wanatafuta mabingwa upande wa mashaitani wa kukupindisha. Sasa utakapoona unajitahidi sana katika upande wa taa, lakini kuna viashiria kidogo vya kuingia kwenye mitego ya mashaitani wa kijini na wa kibinadamu. Wa imma yusibannaka ta'ifun minash shaitani, likikusibu kundi miongoni mwa hao mashaitani, bil waswasati, kwa ule ushawishi wao, watashkiki, na kukutiatia shaka kwenye baadhi ya mambo, ili wakupotoshe fil haqi, kwenye haki. Ukiona kuna udhaifu kidogo, ufanisi kwenye masala ya ibada umepungua, mambo mengine ya ovyo yanaingia kwenye moyo, unayapenda, fasta'idh billahi, basi kimbilia kutaka ulinzi kwa Allah. Mwambie Allah akulinde. Na shaitani wapo, tena ni wengi, na wanabidii kweli kweli, tenda yao ni kumpotosha binadamu. Inna shaitana lakum aduun, hakika shaitani kwenu ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, muwekeni kwenye nafasi yake ya uadui, mumtriti kama adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shaitani kazi anayoifanya hapa duniani ni kuwalingania watakaokubali kumfuata katika binadamu, ili wawe pamoja katika watu wa motoni. Kwa hiyo viashiria vyovyote utakavyoviona vinavyoonyesha udhaifu kwenye imani yako, miamala, ibada na mambo mengine, fasta'idh billahi, kimbilia kwa Allah, umuombe akulinde.
fastajir billahi, taka ulinzi kwa Allah, walja ilaihi fi daf'ihi anka, umtegemee sana Allah akuondolee huo ushawishi, huo wasiwasi wa shaitani. Ni Allah peke yake ndo anayemweza shaitani, lakini hakuna msomi mcha Mungu kwa ujanja wake anaweza kupambana naye. Kwa hiyo kuwa karibu na Mola wako akulinde na shari ya adui yako. Innahu, hakika yake huyo Allah unayeambiwa umtegemee, samiun alimun, anasikia yote yanayosemwa na anajua dhamiri za wasemaji. Samiun lima taqulu, anasikia unayoyasema. Alimun bima tafalu, na anayajua unayoyafanya. Kwa hiyo mtegemee Allah ambaye anakuona popote ulipo na anajua mpaka yanayopita katika moyo wako unayoyafikiri. Innal ladhina taqaw, hakika ya watu waliojipamba na sifa ya uchamungu, watu wacha Mungu, wanaishi maisha ya kufuata utaratibu, wako kwenye dini. Ai, maana yake innal ladhina tasafu bitaqwa Allahi, waliojipamba na sifa ya uchamungu katika wanadamu na katika majini pia. Wale waliojipamba na sifa ya uchamungu, idha massahum taifun minash shaitani tadhakkaru, wanaponasa kwenye mtego miongoni mwa mitego ya mashaitani, huwa wanajidiriki haraka, wanashtuka haraka, wanakumbuka hatua muhimu na sahihi ya kuchukua. Idha massahum taifun minash shaitani, yani idha asabahum shaitanu, idha asabahumush shaitanu, shaitani anapowasibu, biwaswasatihi, wa ule ushawishi wake, wahama haulahum bihawajisihi, akawa kawamiliki, kawamudu kwa zile mbinu na njama zake. Anayejisikia hapa nimedhibitiwa na shaitani, tadhakaru, huwa wanakumbuka. Wanakumbuka vipi wajinasue. Na tumeambiwa hapo juu namna ya kujinasua ni kumtegemea Allah, ndo anayemweza shaitani. Tadhakaru iqaba Allahi wa thawabihi, wanaoingia kwenye mitego ya shaitani haraka huwa wanakumbuka adhabu za Allah na thawabu zake. Hapa kuna moja katika mawili natakiwa nifanye, moja zuri, moja baya. Nikifanya hili baya, ninakokwenda kugumu litanitesa. Anakumbuka yaliyoko kwa Allah. Hili zuri nikilidharau, nikaliwacha, nitalaumiwa kwa nini nimezembea jambo lenye maslahi nikaliwacha. Kwa hiyo mazingira ya maisha ya binadamu wakati wote anatakiwa awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Yale mnayoyafanya ndani ya mchana na usiku, hayo ndo yanahesabiwa, yatakuwa miongoni mwao mema yako na mengine mabaya yako. Kwa hiyo usidharau kwenye upande wa mema, hata kama ni madogo madogo mengi ndo yanajaza kwenye kapu yako na yataongeza uzito kwenye malipo siku ya Kiyama. Yakiwa mazuri madogo mengi umefanya, yanakuongezea uzito kwenye kipimo. Lakini ukidunduliza haya madogo maovu, yanaongeza uzito pia kwenye mizani mbaya. Kwa hiyo mtu mwema mcha Mungu anakuwa mwerevu, anaishi akiwa kini enough kujua lipi lina faida, lipi lina hasara, lipi nifanye, lipi niwache, lipi linakwenda upande wa kheri na lipi linaenda upande wa shari. Hiyo ndo tadhakaru, wanakumbuka haraka kwa sababu ya tabia nzuri na kuelekea sana upande wa Allah. Haraka nafsi zao zinawakumbusha hapo uko katika njia panda, Sheikh. Ukenda kulia utapata kheri, ukenda kushoto shari. Faidhahum mubsirun, kwa sababu wamekumbuka. Faidhahum mubsirun, wanakuwa wako macho, wanajua vya kuchagua. Yani yubsiruna alhaqa, wanaiona haraka ile haki, lile lenye faida. Binuri albasira, kwa nuru ya mwanga wa moyoni, moyo wao unakuwa unajua kupanga na kuchagua. Wacha Mungu lakini
wasiokuwa na sifa ya uchamungu. Anasema demu kaja mwenyewe, nitamwachaje? Kivipi? Kwa mfano, simwachi, anafanya. Washikaji wameniambia tutoke auti leo, wanaenda kupiga pombe na mambo mengine. Hafahamu kwamba haya ni matatizo ninajiwekea mwenyewe. Lakini mtu mcha Mungu akiona mambo kama haya, hii safari hainifai, nendeni bwana. Maana mashetani ni majini na binadamu. Sasa hata binadamu wenzako wanaweza kukutia kwenye mitego, ukaingia ukenda ukamwasi Allah, pengine na siku zako ndo zimeisha, unaenda kumalizikia huko kubaya. Hapa metokea ajali, watu 5 wamekufa, mmoja wewe. Unaenda na pombe zako, zinaa yako hujakoga na kila kitu chako. Sasa mtu mwema huwa anakumbuka haraka, moyo wake una sense, hichi hakifai, hichi ni muhimu. Tadhakaru, huwa wanakumbuka haraka. Fa idhahum mubsirun, kwa maana hiyo huwa wanaona ile haki, lipi lenye faida wanalijua. Wayatakhallasuna min wasawisi shaitani, kwa hiyo huwa wanajinasua na ile mitego ya vitimbi vya wasiwasi wa shaitani. Kwa takwa Allahi, mtu anakuwa na uwezo wa kusema hili sifanyi, sitaki, hili baya. Kama huna hiyo takwa Allah, kila kitu kilichoko mbele yako wewe utafanya tu. Kwa hiyo ni mafunzo Allah anatupa. Ukitaka kujicheki ukoje, basi ndio hivi vitu vya kutumia. Wa ikhwanuhum, na ndugu zao. Ndugu zao nani? Ndugu zao shaitani. Mashaitani ni wengi, wa kijini na wa kibinadamu. Wa ikhwanuhum, na ndugu zao hawa mashaitani, yamudunahum fil ghayyi, tenda yao hapa duniani wanashughulika na kuwapoteza tu watu wale walioelekea kwa Allah. Kila ukijifanya mgumu kuwakubali, na wao wanabadilisha mbinu ngumu za kukumudu. Allah ndo anatuambia hii jambo linafanyika physically kila siku. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi, ikhwanu shayatini, ndugu wa mashaitani, alladhina lam yattaqullaha, ni wale watu ambao wao sio wacha Mungu. Shaitani ndo anawatumia hawa. Hukwenda upande wa Mungu, wewe uko upande wa shaitani. Sasa kuna majini ambao huwaoni, lakini hata binadamu wenzio wanakuwa ni watumishi wa shaitani, ndugu zao shaitani. Kwa hiyo hawa ndugu zao shaitani, alladhina lam yattaqullaha, ni wale watu ambao hawana ucha Mungu, wanamsaidia shaitani kazi yake. Wa humul kafaratul fajara, hawa ni watu makafiri ambao wana hobi ya kufanya maovu. Atakwambia wenzetu, bwana, kwani tatizo nini? Pesa tu, wewe huna haja ya kutoa pesa, wewe njoo na demu wako tu, vinywaji vipo, usafiri upo, chakula kipo na hichi kipo. Anakung'ang'ania tu, ndugu yake shaitani. Sasa sema leo moja tu Mungu atanisamehe, huyo ushanasa. Ukisema leo moja na kesho utasema na leo tu tena sirudii, ukishanogewa hutoki tena. Kwa hiyo ndugu wa shaitani ni watu waovu ambao wao hawako katika utaratibu wa kumcha Mungu. Hawa wao, fa inna shayatina, hakika ya mashaitani, taghwihim, huwa wanawapotosha watu wema.